Ndiyo, mtu akitaka kumfuata Yesu kuna gharama, ipo gharama. Luka 9 mstari ule wa 23, tuanze pale 22. 23, tuanze 23. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku iendayo kwa Mungu, anifuate. Mstari wa 24, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Gharama ya kumfuata Yesu, gharama ya kumfuata Yesu. Hata wewe unaenda kanisani, ipo gharama. Nafsi ni nini? Mwanadamu alipoumbwa ana moyo, ana roho, ana nafsi, ana mwili. Roho, ndani ya roho kuna kitu kinachoitwa conscience au dhamiri, na dhamiri za wengi zimekufa. Nitakuja kuhubiri somo lake. Dhamiri za wengi zimekufa, ndio maana unatenda dhambi wala taumii. Ni sawasawa na kumchapa mtoto ukanacheka, huyo peleka hospitalini, maana yake is off. Dhamiri za washirika wengi, watu wengi, conscience zimekufa. Katika mwili iko 6 senses. Kwenye mwili kuna hisia 6: kuona, kusikia, kugusa, kuonja, hivyo. Na katika nafsi ambayo Yesu anasema ndio mtu kamili, katika nafsi kuna moyo unaohifadhi mambo, unaotunza mambo na siri. Unapoweka namba yako ya simu ya siri, huo ndio unaitwa moyo. Ndio maana Mungu anasema kwamba linda moyo wako. Kuna message hiyo. Ndani ya nafsi kuna moyo, ndani ya nafsi kuna moyo unaotunza siri. Ndani ya nafsi kuna tunaita will, the power to choose what you want to do and what you don't want to do. Kuchagua, will. Ndani ya nafsi kuna mind au akili. Ndio maana tunatofautiana. Mungu atakapokuja hukumu, hata hukumu kulingana na akili. Anajua tunatofautiana sana. Kuna walioenda shule na ambao hawajaenda shule. Mind, akili. Na ndani ya moyo, ndani ya nafsi kuna kitu kinaitwa emotions. Kwa ndani ya nafsi kuna moyo. Ndio maana Mungu asema linda sana, usilale na vitu moyoni. Kuna meseji yake. Ndani ya nafsi kuna uwezo wa kuchagua. Nafuu leo ungemchagua Mungu, kuishi na Mungu, ndio maana utaenda motoni, kwa sababu umechagua kuishi maisha ya dhambi. Na ndani ya nafsi kama ilivyosema kuna akili na emotions, matamanio. Ndio maana watu tunaoa, na Yesu anasema kwamba sasa uamue. Wewe unakataa kumfuata Yesu kwa sababu ya nafsi yako. Watakucheka. Yaani nafsi iko vizuri, ndio maana unaambiwa hapa, huwezi kaambiwa mbele ya watu vua nguo. Ile soni ile ndio inaitwa nafsi. Na Yesu akasema ukinionea aibu mbele za watu kwa sababu ya nafsi yako utaipoteza.
ile aibu. Unanyimwa haki zako kwa sababu umeokoka. Vumilia, ipo siku. Yesu anasema kwamba wote wanaonionea aibu na mimi nitaonea aibu mbele ya Baba yangu, na wote wanaoheshimu nafsi yake zaidi ya mimi niliyeiweka, basi wana hasara sana ya kuipoteza. Na heri yako wewe ambaye una msimamo, hata ungesafiri wapi, umeokoka. Kuna watu ambao ni washirika wa mchana, usiku ni wanyama. Yesu anasema kwamba ni gharama ya nafsi yako hiyo. Anasema utaipoteza. Lakini ukiipoteza, ukinyimwa haki zako kwa sababu ya kuokoka, ukinyimwa haki zako kwa sababu ya kuokoka, unakeli. Yesu anasema kwamba umefaulu. Unapigwa, unakimbia, utaonekana kama vile umefeli, lakini umeshinda wewe. Wewe mama mwenye mdomo huyo, na mgombeza mume wako anakaa kimya, ameshinda huyo. Usifikiri hawezi kukupiga. Ile kwa sababu nimeokoka siwezi kufanya hivyo. Nimeokoka siwezi kuzini. Pakunaambiwa kama ni mwanaume njoo tuende tukatembee. Lakini mtu ambaye amejikana nafsi, anampenda Yesu, anasema hapana, nitamuuzi Yesu. Kama Yusufu. Uko ndio kukana nafsi, kuiweka chini ya Yesu ili Bwana aiongoze. Wewe umeshindwa. Mawimbi yakija unaanguka muda wote, saa yote. Wewe hujaikana nafsi. Mwamini Yesu leo akupe nguvu. Ndio maana watu wasisitiza uwezo wa Roho Mtakatifu ukae ndani yako. Umpokee Roho Mtakatifu, nene kwa lugha. Pokea Yesu leo. Na wewe Mkristo uliyeokoka, wewe huwezi ukashinda dhambi bila Roho ya Mungu. Yesu akasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Mwamini Yesu leo. Gharama ya nafsi. Ukiheshimu sana nafsi, ndio umeenda motoni hivyo. Ukipenda sana nafsi, ndio umeenda motoni hivyo. Ila kushawishi usifunge, ila kushawishi usiombe, ila kushawishi usisome neno, lakini kwenye mpira upo. Masaa mengi kwenye WhatsApp, masaa mengi unaangalia vitu vya hovyo. Nafsi hiyo huna hata muda wa kutafakari neno la Mungu. Yesu anasema utaipoteza. Ndio umemagana hivyo. Ndio maana tutakapokufa, ule uwezo wa kuasi tena tukapoishi na Mungu hata tupa, maana ametupractice kuwa na nafsi, imetushinda kama malaika walivyoshindwa. Tukifika mbinguni hakuna kujiamulia mambo ya nafsi. Atachomoa hiyo fuse, wote tutaendeshwa na uwezo wa nguvu za Mungu. Mungu tutakuwa nao, kama jinsi ambavyo Ezekiel aliona kile kiti kinaenda, kama hii meza hii inaenda kila mahali inakotaka kwenda, ndivyo tutakavyoongozwa na Mungu. Hakuna cha mimi naamua, mimi leo siimbi, mimi leo sisujudu. Hamna. Pende Mungu leo. Kana nafsi yako kwa jina la Yesu. Amen.